sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na changamoto za kiuchumi na mila na desturi za baadhi ya makabila nchini zinatajwa chanzo cha baadhi ya vijana kushindwa kufanyiwa tohara. Kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo haya mazuri kwa kupakua app yetu kwenye Google Play na App Store kwa kuandika Habari Star TV, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye Facebook na YouTube kuandika Habari Star TV. Mimi ni Bernard James, karibu na tuwe sote. Moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa, ambapo serikali imeendelea kuwasisitiza watumishi wa umma kuhakikisha wanatimiza majukumu yao kwa uwazi, uaminifu na weledi mkubwa na uadilifu ili kuepusha malalamiko kutoka kwa wananchi. Joyce Ngerangera kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hii. Maelekezo hayo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, wakati akizindua maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma. Dhamira ya serikali ni kuweka mazingira bora na kuimarisha utumishi wa umma ili uweze kukidhi mahitaji nyumbulifu ya wananchi wetu. Ndugu viongozi na watumishi wenzangu wa umma, pamoja na serikali kuendelea kufanya kazi hiyo, lakini pia tumeendelea kutoa motisha ya kuwapandisha vyeo watumishi wa umma wenye sifa na vigezo. Tunayafanya haya yote tukikumbuka kuwa utumishi wa umma unahitaji nidhamu ya kazi na uzalendo katika kulitumikia taifa letu, na sio tu tukifanikiwa katika hilo tutakuwa tumewezesha watumishi wa umma, lakini pia tutakuwa tumelikomboa taifa. Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, Juma Mkomi, amesema maadhimisho ya mwaka huu yameshirikisha taasisi 225 za umma. Taasisi za umma zinazoshiriki katika maadhimisho haya zitapata wasaa kwa kuwasiliana ana kwa ana na wadau kwa kutoa huduma katika eneo hili la Chinangali Park hapa Dodoma, hivyo kupata fursa ya kupokea maoni, ushauri, changamoto na mrejesho ambao utasaidia kuboresha kwenye utoaji wa huduma pale kwenye mapungufu ambayo yanaonekana. Baadhi ya wadau kutoka taasisi za umma wakaeleza ushiriki wao katika maadhimisho hayo. Afike aone miradi ambayo tunaielezea ya halmashauri ya jiji la Arusha. Tunaposema tuna soko, anaweza akajikuta anatamani kwenda kuwa mwekezaji kule kwenye soko tulilonalo. Tunaposema tunajenga stendi ya Bondeni City, kunaweza kukatakiwa hoteli sasa jirani na stendi ile, watu watoke mjini aende akalale karibu hapo, ambaye hana uwezo ule wa kusema mimi nitaamka alfajiri na mapema niende nikawai basi wengine wenye uwezo wa kuweza kuwekeza nyumba za kulala wageni jirani na stendi. Hii nayo ni fursa ya uwekezaji. Atapata taarifa za miradi yote ambayo imetekelezwa na wakala katika usambazaji wa umeme vitongojini, na pia atapata taarifa ya teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika katika nishati safi ya kupikia, ikiwemo majiko banifu ambayo yanatumia mkaa kidogo, mkaa mbadala, na majiko pia ya umeme ambayo yanatumia umeme kidogo. Kutoka jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu amesema maonesho ya ajira kati ya Tanzania na China yanaendelea kwa daraja muhimu la kufungua fursa za ajira kwa vijana kupitia uwekezaji na ongezeko la shughuli za kiuchumi zinazofanywa na kampuni za Kichina nchini. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akifungua maonesho ya ajira ya 5 kati ya Tanzania na China yanayofanyika jijini Dar es Salaam, Waziri Sangu amesema jukwaa hilo la makampuni ya Kichina yanayofanya kazi nchini yameendelea kuwa mshirika muhimu wa maendeleo kupitia uwekezaji katika sekta mbalimbali ya hali inayochangia ukuaji wa uchumi na upatikanaji wa ajira kwa Watanzania. My Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan places special emphasis on development and empowerment of young people, recognize them as the driving force behind Tanzania's future. The government of Tanzania remains committed to expand access to quality education, skill development, employment opportunities, entrepreneurship support, innovation, and meaningful participation of youth in national development.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha wafanyabiashara wa kampuni za Kichina nchini Juma Suruhu amesema ushirikiano wa vipaji kati ya nchi hizo utaongeza nguvu katika kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, kibiashara na urafiki wa kimaendeleo. Upande wa taasisi ya Confucius, tunafarijika sana kuona namna inavyokuwa mstari wa mbele katika kukuza na kuboresha ushirikiano baina ya Tanzania na China ambao kwa sasa una miongo zaidi ya 6 tangu uanze. 对于孔子学院，我们欣喜地看到它始终走在促进完善中海合作的最前沿。中海合作自启动至今已超过60年。 Hakika taasisi hii imeendelea kuwa daraja baina ya wahitimu na fursa mbalimbali za ajira, hususani kupitia makampuni ya Kichina yaliyoko ndani na nje ya Tanzania. Aidha, Waziri Sangu amesema serikali imeendelea kuweka kipaumbele katika ajira zenye tija kwa kutekeleza sera na programu za kukuza viwanda, mafunzo ya ustadi, ujasiriamali pamoja na uboreshaji wa soko la ajira. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Sensa ya kitaifa ya wanyamapori imebaini ongezeko la idadi na mwenendo chanya wa wanyamapori katika kipindi cha miaka 10, jambo ambalo linaifanya Tanzania kuwa katika nafasi nzuri ya uhifadhi barani Afrika licha ya kukabiliwa na shughuli za binadamu. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Akiwa katika uzinduzi wa matokeo ya sensa ya kitaifa ya wanyamapori, Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema matokeo hayo yamebaini uwepo wa aina 28 za wanyama wakubwa na wakati katika mifumo yote ekolojia nchini ndani ya kipindi cha muongo mmoja, ambayo ni mafanikio yanayofanya Tanzania kuwa moja nchi yenye spishi na idadi kubwa ya wanyamapori barani Afrika. Matokeo ya sensa hii yanaonyesha idadi na mwenendo chanya wa wanyamapori nchini katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Tanzania tunaongoza barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya nyati wapatao 328,437, simba wapatao 17,200. Aidha, Tanzania ipo katika nafasi ya 3 barani Afrika kwa kuwa na tembo 66,700. Akiwasilisha matokeo ya sensa ya kimataifa ya wanyamapori, mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori amesema licha ya ongezeko na ustawi wa baadhi ya spishi, bado shughuli za wananchi zimechochea kupungua kwa baadhi ya wanyamapori. Sasa nini kinatokea? Tafiti zinatuonyesha kwamba ongezeko la shughuli za kibinadamu, hapa tuna kilimo, ufugaji, makazi jirani na maeneo yaliyohifadhiwa, ndicho kisababishi kikubwa sana cha migongano hii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Ardhi, Mali Asili na Utalii na katibu tawala mkoa wa Arusha wamesisitiza ushirikiano na hatua muhimu ili kuimarisha sekta ya utalii nchini, hasa kuondoa migongano baina ya wananchi na wanyamapori. Ni lazima kama taifa tuwe na mjadala mpana na mjadala wa kina wa namna gani tunaitengeneza Tanzania ya miaka 50 au 60 mingine inayokuja. Kwa hakika hii ni mwanzo mzuri na ni nyenzo muhimu katika kupanga maendeleo ya utalii kwenye mkoa wetu. Wakati Tanzania ikiendelea kujivunia utajiri wa mali asili barani Afrika, wadau wanasisitiza kuwa uhifadhi endelevu ni msingi muhimu wa kukuza utalii na uchumi wa taifa. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Mkoa wa Morogoro umefanikisha kusajili jumla ya vikundi 1075 vya vijana, wanawake na wazee pia wenye ulemavu katika mfumo maalum wa ununuzi wa umma NeST, ambao unawezesha kunufaika na zabuni ambazo zinatolewa kwenye taasisi mbalimbali za kiserikali. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amebainisha hayo akitoa taarifa ya tathmini ya shughuli zilizofanyika kwenye mkoa huo wakati wa kushiriki mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2026. Jumla ya vikundi vya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu 1075 vilivyokamilisha usajili katika mfumo wa NeST, na taarifa ya zabuni zilitolewa na taasisi nunuzi kwa makundi maalumu katika halmashauri wilaya husika kwa kipindi cha mwaka 25 na 26. Mafanikio hayo ni matokeo ya mipango ya mkoa
kutekeleza takwa la kisheria kila halmashauri kutakiwa kusajili wastani wa vikundi 150. Kwa hiyo tunaona wazi kwamba serikali yetu iko bega kwa bega na vijana katika kuhakikisha kwamba vijana wanajikwamua kiuchumi. Lakini pia vijana hawa wanapata fursa ya kuunganishwa sasa na mfumo wa NeST, mfumo ambao utawasaidia vijana kupata tenda mbalimbali kutoka kwa asasi za kiserikali, mashirika ya umma na halmashauri kwa ujumla kwa ajili ya kupata zile tenda za uhakika. Kwa hiyo uendelevu wa mradi unatokea hapo ambapo kwamba vijana watakuwa tayari kufanya kazi kwa sababu tayari watasainishwa mikataba na kila kitu. Kwa takriban siku 9 Mwenge wa Uhuru umekimbizwa kwenye halmashauri zote za mkoa wa Morogoro ukiambatana na jumbe mbalimbali. Taasisi nunuzi zote zinapaswa kutenga bajeti ya 30% ya manunuzi na kuelekezwa kwa makundi maalum ya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Kila mradi tuliokuwa tukipita tumeshuhudia ramani zote zikiwa zimepitishwa katika idara zote. Lengo ni kupata vibali ya miundombinu. Tumeshuhudia miundombinu ambayo imejengwa katika ubora mkubwa sana. Msisitizo wa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ni kuendeleza amani iliyopo, kunufaika na mipango ya maendeleo. Wananchi wote wa mkoa wa Morogoro kuendelea kulinda amani na utulivu katika nchi yetu na kuendeleza mshikamano wa kitaifa ulioasisiwa na waasisi wa taifa hili na kuendeleza na viongozi mbalimbali katika awamu zote takriban kwa miaka 65 sasa. Tayari Mwenge wa Uhuru umekabidhiwa mkoa wa Tanga kuendeleza mbio zake baada ya takriban siku 9 za hapa Morogoro. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hoseni wa Star TV. Serikali imeombwa kuingilia kati mgogoro baina ya miliki wa eneo ambalo linadaiwa kupangisha wachenjuaji wa mchanga ambao wenye dhahabu katika kitongoji cha Kwikitaramanka katika kijiji cha Magunga kata ya Mirwa wilayani Butiama mkoani Mara. Taarifa zaidi na Frankius Cleophas. Mgogoro huu unatajwa baina ya mmiliki wa eneo hilo, familia ya Onaka, na kikundi cha Mwanga wa Samia pamoja na ushirika wa Tugeme ambao wanadai ni wamiliki wa leseni za uchimbaji. John Onaka anasema kuwa mgogoro huu umeibuka baada ya wapangaji wake kuambiwa wapishe eneo hilo. Eneo hili mzee ameanza kulimiliki tangu mwaka 78. Sasa hivi mzee amefariki mwaka 97. Hiyo sehemu ndio inayotunza wa familia ya mzee Onaka waliopo, kama mimi ni kijana wake mkubwa. Vile familia ya Onaka haijaishi hapo, inazidi kupaza sauti na kueleza jinsi eneo linavyowasaidia familia hiyo. Ndio nimefanya nini? Nimeweka wapangaji wapange. Sasa wapangaji wamekaa wanapanga. Alafu sasa serikali inakuja nataka kutoa upangaji wangu. Shida yetu kubwa sisi familia ni pale tunapoambiwa kutoka katika maeneo zetu za familia ambazo tuliachiwa na mzazi, lakini sasa wanaenda kutolewa pale kwamba wenyewe wamevamia leseni ya Tugeme Gold Mine na leseni ya Mwanga wa Samia. Sasa sisi tukaona serikali tusaidie kwa hili. Baadhi ya wapangaji wa eneo hilo wanadai kuwa mpaka sasa wamewekeza fedha nyingi, hivyo sasa serikali ione jinsi ya kuwasaidia. Gharama kubwa ambazo tumeziweka pale, tumeweka miundombinu ya umeme, miundombinu ya visima, makarasha na pamoja na ujenzi wa miaro. Tunakopa hela za taasisi za benki, kwa sababu sasa pale nimewekeza gharama ambazo kuna mikopo ambayo nimekopa, natumia hela naendesha hela za watu. Mguna njia tunawatafuta walalamikiwa ambao ni Mwanga wa Samia pamoja na ushirika wa Tugeme, ambapo uongozi wa Tugeme wanasema kuwa eneo hilo kwa sasa linatumika kinyume na sheria. Kwenye hili nalosema kwamba sisi tunawanyang'anya maeneo, si kweli. Kwa maana hiyo sisi lile eneo tunalisemea kwa sababu liko kwenye leseni yetu. Daniel Mapunda ni afisa madini mkoani Mara. Anasema kuwa hakuna mtu yoyote ananyang'anywa eneo, bali ni taratibu za utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo ilielekezwa kwamba hilo eneo lisitumike kwa shughuli za uchenjuaji unaohusisha masuala ya matumizi ya kemikali, kwa sababu tutapozi riski kwenye vyanzo vya maji kwenye eneo hilo. Walioelezwa kwamba wasiendelee kufanya shughuli za uchenjuaji kwenye eneo hilo kwa sababu ya hatari iliyopo ni wamiliki wa mialo. Onaka
hajanyang'anywa ardhi na mtu yoyote. Hatujamfukuza wala kumnyang'anya wala kutoa maelekezo ya mtu yoyote kunyang'anywa ardhi yake. Nikiripoti kutoka Uranibu Butiama mkoani Mara, Frank Scrofas, Star TV. Hospitali ya SDA Pasiansi imeendelea kuboresha huduma za afya kupitia wataalamu wabobevu na wabobezi, ambapo kwa sasa wameanza kufanya upasuaji wa vitundu vidogo ili kutatua tatizo linalomkabili mgonjwa. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Upasuaji huo ni wa kwanza kufanyika katika hospitali hii ya SDA Pasiansi iliyopo halmashauri ya manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza. Dr. Gideon Mtalitinya aliongoza jopo la madaktari wabobevu waliofanikisha kumtibu mgonjwa, anabainisha mafanikio ya upasuaji huo. Sasa tunaona ni operation bora kuliko zile ambazo zilikuwa zikitumia labda njia kubwa sana ya kufungua tumbo. Kwanza, kama jina lake lilivyo, hutumia tundu dogo sana kuweza kuingiza vifaa vya kufanyia operation. Kwa maana hiyo huyu mgonjwa anakuwa hana kovu kubwa baada ya operation. Lakini faida ya pili ni wazi kabisa kwamba unapokuwa umefungua sehemu kubwa ya mwili wa binadamu, kiasi fulani cha damu kitatoka, tofauti na ukiwa umefungua tundu dogo sana. Hii ina maana gani kwa hospitali hiyo baada ya kufanikisha upasuaji huo wa vitundu? Dr. Mabula Mayongela ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya SDA Pasiansi. Tunaenda na teknolojia jinsi ambavyo inakuwa na uvumbuzi wa vitu mbalimbali, ikiwemo huo upasuaji wa kibingwa bobezi. Kwa hiyo tumejipanga kwa namna hiyo ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba wananchi na jamii inayokuja kupata huduma hapa inapata huduma ambazo pengine ingeweza kuzipata sehemu nyingine, ikiwemo hospitali kubwa ambazo ziko nchini na nje ya nchi. Ukuaji wa teknolojia inaelezwa kurahisisha upasuaji kama huu. Sio kwamba kila operation itamhitaji mgonjwa kulazwa kumwondolea ufahamu, isipokuwa itategemeana na upasuaji na aina ya upasuaji wake. Mwingine tunaweza tukampa dawa ya ganzi tu ambaye anaweza kuwa na ufahamu na wakati tunaendelea na operation. Watu wote wenye uhitaji wa changamoto aina yoyote ambayo inahitaji upasuaji, basi tuwakaribisha katika hospitali ya SDA Pasiansi waje wapate huduma nzuri kabisa ya operation ambayo inatumia muda mfupi na yenye complication ndogo sana. Hospitali ya SDA Pasiansi ipo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato, jimbo la Nyanza Kusini. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Changamoto za kiuchumi pamoja na udumishaji wa mila na desturi kwa baadhi ya makabila nchini imetajwa kuwa moja ya chanzo cha baadhi ya vijana kushindwa kufanyiwa tohara. Tupate taarifa zaidi. Ni katika zoezi la tohara kwa vijana wa kiume wilayani Misungwi mkoani Mwanza, ambako inaelezwa kuwa tohara ni moja ya kinga ya magonjwa ya zinaa pamoja na ukimwi. Mratibu wa huduma ya tohara kutoka kituo cha afya Mitindo anaeleza umuhimu wa kufanya tohara kwa wanaume. Watu hawana sana tamaduni na desturi za kufanyiwa tohara, lakini kwa ujumla tohara ina faida kuu tatu katika maisha ya mwanadamu, mwanaume na mwanamke. Kwanza, inamfanya mwanaume awe msafi, lakini pia inamkinga asipate magonjwa ya zinaa, maambukizi ya virusi vya ukimwi inakinga kwa 60%, lakini inawakinga pia wanawake watakaoolewa na hao waliotahiriwa wasipatwe na saratani ya shingo ya kizazi. Na kipi sasa kilichosukuma waweze kuwa wengi? Kwanza ni gharama ya kufanya tohara. Ni gharama ambayo wengi hawawezi kuibeba, lakini kupitia shughuli ya ufunguzi msikiti unaweza kubeba gharama hiyo. Kutokana na hali hiyo, taasisi ya Al-Wadud inajikita kufanya tohara bure kwa watoto zaidi ya 200 katika wilaya Misungwi ili kuondolea vijana adha hiyo. Lakini inshallah baada ya miezi miwili tutalifanya tena katika uzinduzi wa msikiti mingine miwili, tutalifanya tena, litaendelea. Hili ni kutaka kusaidia jamii zetu wawe katika hali nzuri, watoto wetu wa kiume katika hali nzuri, kwa wanapowafanyia tohara ni moja kwa watoto kuwa wasafi
bila kufanya tahara watoto wanakuwa ni wachafu wakati wote ule. Baadhi ya wazazi walioleta watoto wao kufanyiwa tohara katika msikiti huo wanaeleza umuhimu wa watoto wa kiume kufanyiwa tohara. Hili zoezi la kuzindua msikiti, pia tumepata zoezi lingine la watoto kupata tohara. Kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa sababu tohara yenyewe inatoka ni bure, hakuna senti hata sentani. Lakini kwa sasa hivi watu wamekuja huko ni huduma ipo kwa bure, ndio maana nimewaleta wadogo zangu wafanywe. Zoezi hilo lililojumuisha watoto wa dini zote wenye umri kuanzia miaka 5 na kuendelea limefanyika katika msikiti wa Abu Waqas uliopo kijiji cha Masawe wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limesema ushirikiano wa wadau mbalimbali katika kuhifadhi na kusimamia mazingira ni nguzo muhimu katika kuhakikisha Tanzania inafikia maendeleo endelevu ambayo yanazingatia ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Taarifa kamili na Athmani Mihula. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu juhudi zinazofanywa na NEMKI katika kusimamia na kulinda mazingira nchini, kaimu meneja wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma wa baraza hilo, Martha Kawishe, amesema hakuna taasisi au mtu mmoja anayeweza kufanikisha ajenda ya uhifadhi wa mazingira bila ushirikiano wa wadau wengine, bali mafanikio hupatikana kupitia mshikamano wa wadau wote. NEMKI inaamini kuwa usimamizi na uhifadhi wa mazingira ni jukumu la pamoja linalohitaji ushiriki wa kila mdau. Mafanikio katika kulinda mazingira hayawezi kupatikana kwa juhudi za taasisi moja pekee, bali kupitia ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, jamii na wananchi kwa ujumla. Aidha, NEMKI imewakumbusha wawekezaji na wamiliki wa miradi mbalimbali ya maendeleo kuhakikisha wanafanya tathmini ya athari kwa mazingira na kwa jamii kabla ya kuanza utekelezaji wa miradi yao. Hatua hiyo ni muhimu katika kubaini mapema athari zinazoweza kujitokeza na kuweka mikakati ya kupunguza au kuzizuia. Takwa hili linalenga kuhakikisha miradi yote ya maendeleo inatekelezwa kwa kuzingatia misingi ya uhifadhi wa mazingira na kudhibiti athari zinazoweza kujitokeza kwa mazingira na jamii. Katika kuboresha utoaji wa huduma, Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira limeendelea kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika ukaguzi wa mazingira, hatua inayolenga kuongeza uwazi, ufanisi na kuwezesha wananchi kupata mrejesho wa haraka kuhusu masuala mbalimbali ya mazingira. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Zaidi ya shilingi milioni 2 zimechangwa na wakazi wa mtaa wa Ngwale, kata ya Chanika, halmashauri ya Ilala jijini Dar es Salaam ili kuanza ujenzi wa kivuko cha Masantula ambacho ni kero ya muda mrefu, hususan kipindi cha mvua. Tupate taarifa zaidi. Haya yamebainishwa katika mkutano wa wananchi wa mtaa wa Ngwale katika ajenda ya ujenzi wa kivuko cha Masantura katika mtaa huo. Akisoma taarifa ya kamati ya uchumi na mipango, mwenyekiti wa kamati hiyo Ali Mwarabu amesema namna baadhi ya wananchi walivyoguswa na adha hiyo kwa kujitoa kuchangishana kiasi cha fedha kwa kutumia njia ya mkoba na hatua zilizochukuliwa ikiwa ni pamoja na kuleta makaravati katika eneo la kivuko. Fedha iliyokusanywa kwenye awamu ya kwanza ni milioni 2,341,000. Tulipata mifuko ya simenti 18, mchanga CBM 2.5, kokoto CBM 2.5, mawe CBM 6, karavati 10. Kwenye fedha yao iliyokusanya walipofanya matumizi kwenye mkoba awamu ya kwanza ilibaki 140,000. Awali katika mkutano huo, mwenyekiti wa mtaa wa Ngwale Bakari Matimbwa amewaomba wananchi kuwa na utaratibu wa kufika kwa wakati katika mikutano ili kujadili ajenda za maendeleo kwa pamoja na kuomba kushiriki katika zoezi hilo la ujenzi wa kivuko, huku Muhammad Saidi ambaye ni mwananchi wa mtaa huo akiomba kuharakishwa kwa ujenzi huo. Lakini kwamba tuliwahi mapema tunatakiwa yote kamati hapo kwenye kivuko, kuna watu ambao wanatusaidia kwa nguvu na sisi wengine tusaidia hata nguvu kuliomba lile jiwe kuchanganya zege. Manake hapo utafikiria tu mpaka kutafuta mashine kuchanganya zege. Kuchambua watoto wanalazimika wengine kukaa nyumbani kwa sababu ya changamoto ya kivuko. Lakini kivuko hichi kama kitawezeshwa na ukapangwa mkakati uliokuwa thabiti, endelevu, kitatusaidia sisi wakazi wa Kongwa. Diwani wa kata ya Chanika Gaudensi Kashoka anaelezea namna anavyopambana kuhakikisha miundombinu ya barabara za mitaa inachongwa ili iweze kupitika kwa urahisi, hivyo kuwaomba wananchi hao
kutorudi nyuma katika kuchangia maendeleo, naye akachangia kiasi cha shilingi 300,000 katika ujenzi huo wa kivuko cha Masantula. Tuweke mafuta ile mashine ya serikali, tuchangie kidogo kidogo, na mimi diwani nasaidia kidogo kidogo, tuweze kutengeneza miundombinu, maana mvua zimeisha sasa hivi. Akisia ujenzi wa kivuko cha Masantula ni shilingi milioni 15,532,000, na wananchi wameombwa kuendelea kujitoa kwa kuchangia fedha kutumia njia ya simu ya M-Mkoba namba 2079696. Kutoka Dar es Salaam, Sofia Malaki, Star TV. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa nafasi ya kupumzika kidogo. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rikoda ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Uongozi wa chama cha wafanyakazi wa hifadhi mahotelini, majumbani, huduma za jamii na ushauri CHODAU mkoani Mwanza imesema kitaendelea kusimamia majukumu yake ikiwemo kutetea haki za wafanyakazi na kushughulikia migogoro ya kikazi. Tupate taarifa zaidi. Chama hicho kilianzishwa mwaka 1995 kwa mujibu wa sheria ya vyama vya wafanyakazi nchini baada ya vyama huru vya wafanyakazi vya kisekta na kuchukua kazi zilizokuwa zikifanywa na OTO. Kaimu katibu wa CHODAU mkoa wa Mwanza, Halima Maji, amesema pamoja na majukumu walionayo, lakini bado wafanyakazi hasa wa nyumbani wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Wanatumikishwa masaa mengi, kupewa mishahara duni chini ya viwango vilivyopangwa na bodi ya mishahara, kutolipwa mishahara ya masaa ya ziada, kutokupewa likizo za mwaka, uzazi, ugonjwa, kutokuwekewa akiba katika mifuko ya hifadhi ya jamii, kutumikishwa chini ya umri wa miaka 15, kupata manyanyaso na bugdha za kijinsia. Aidha, Maji amegusia swala la mikataba kwa wafanyakazi wa nyumbani na kwamba wamekuwa wakitoa elimu kuhusu haki na wajibu wa wafanyakazi kwa ujumla, wakiwemo wa mahoteli, majumbani, huduma za jamii na ushauri. Kama vyama vya wafanyakazi ndio tunashawishi ili serikali iendelee kuridhia mkataba wa 189 kuhusu kuwaelimisha wafanyakazi wa majumbani kujua haki zao, kuhamasisha wafanyakazi wa majumbani kujiunga na vyama vya wafanyakazi, isiwe hisani, iwe ni haki yao kama wengine. Naye afisa ustawi wa jamii shirika la kutetea haki za wafanyakazi wa nyumbani Wote Sawa limekuwa mstari wa mbele kuwataka waajiri wanaoajiri wafanyakazi hao nchini kuzingatia viwango vya mishahara vilivyoelekezwa na serikali kwa mujibu wa sheria, kwani wafanyakazi wa nyumbani wana mchango mkubwa katika jamii. Wafanyakazi wa nyumbani ambao wanaishi kwa waajiri wanatakiwa walipo shilingi 80,000 kwa mwezi. Hali kadhalika kuna wafanyakazi wa nyumbani ambao
hawaishi kwa waajiri wao. Hawa ni wale ambao wanakuja na kuondoka. Serikali iweza kuangalia mbele zaidi, ikagundua kwamba hili kundi linastahili lilipwe 160,000. Mwenyekiti wa mtaa wa Pasiansi Mashariki A wilayani Ilemela, Peruth Nkun, amesema wafanyakazi wa nyumbani wameonekana kuwa na mchango mkubwa katika jamii na kuwaomba waajiri waweze kutatua changamoto zinazowakabili. Hawa watu ni wathamani katika maisha yao. Anapokulindia mtoto, anapokupikia chakula, anakuoshea mtoto anamlaza mama ukiwa kazini. Kwa hiyo tuwathamini, tuwape mshahara kwa wakati, tuwape likizo, tuwapende. Naye mwanasheria wa shirika la Wote Sawa jijini Mwanza, Jacqueline Ngalo, amesema wataendelea kusimamia misingi ya sheria kwa wafanyakazi wa nyumbani ili haki zao ziweze kupatikana. Tukiunganisha wadau mbalimbali kutoka serikalini na taasisi binafsi kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa nyumbani wanapata ujumuisho wa kifedha, lakini pia wanapata ujumuisho kwenye masuala mazima ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Ili mwisho wa siku sasa wanapofanya kazi zao na sisi tunapokuwa tunazungumza nao kuhakikisha kwamba tunawafundisha kufanya kazi kwa malengo. Pamoja na kazi zinazofanywa na chama cha wafanyakazi wa hifadhi, hoteli, huduma za jamii na ushauri CHODAO ya kutetea haki za wafanyakazi hawa, lakini bado waajiri wameonekana kunyooshewa kidole kwa kushindwa kuwapa haki zao za msingi. Kuchangamka na kukutana na shirika la Wote Sawa lilinijenga na kunisaidia na kunipa elimu juu ya kazi na juu ya ukatili wa kijinsia. Changamoto unakuta bosi mara wakati mwingine anakuambia usiende kanisani, mara akaambia ufanye shughuli zangu ziishe, ule muda wa kwenda kanisani unajikuta umeisha. Na tunashukuru shirika la Wote Sawa limetuelimisha mambo mengi, kwa sababu limetupa haki ya mfanyakazi na inatusaidia katika mambo mengi sana. Kwa kutambua umuhimu wa wafanyakazi wa nyumbani, Umoja wa Mataifa ulitenga siku maalum ya wafanyakazi wa nyumbani duniani ambayo hufanyika kila ifikapo Juni 16 kila mwaka, ambapo chama cha wafanyakazi wa hifadhi, hoteli, huduma za jamii na ushauri CHODAO kimekuwa kikishirikiana na wadau wa kutetea haki za wafanyakazi hao katika maadhimisho ya sherehe hizo. Beatrice Gerard, Star TV, Mwanza. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ mobile app, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Serikali imeshauriwa kuanzisha mpango wa kutoa ruzuku ya pembejeo za kisasa za kilimo, hususan ununuzi wa matrekta kwa wakulima wadogo ili kuwawezesha kufanya kilimo chenye tija. Taarifa zaidi na Angelo Moleka. Ni katika hafla ya uzinduzi wa tawi jipya la mauzo na uhandisi wa pembejeo za kimataifa za kilimo la Mobiki Agri-Machinery katika eneo la Kikatiti, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, ikiwa ni mpango wa kuimarisha sekta ya kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa kusogeza karibu suluhisho za kisasa za kilimo kwa wakulima na kurahisisha upatikanaji wa matrekta ya viwango vya kimataifa, kuhakikisha wakulima wanapata teknolojia na huduma zinazohitajika kuongeza tija na ufanisi katika uzalishaji. More than this branch, it is mfumo wa tawi hili ni kuwa kitovu cha kuhudumia wakulima wote wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika Kusini mwa Sahara, lakini pia kuhakikisha shughuli zote za kihandisi kwa matrekta yanayotumiwa na wakulima wetu zinafanyika hapa. Hii ndiyo nia yetu ya kufungua tawi hili. Intention to open branch. Kwa mujibu wa wawakilishi wa taasisi wa shirika wa teknolojia za kimataifa za kilimo, JAP Group, Mobiki Agri-Machinery Tanzania na SDF Group, uwekezaji wa muda mrefu katika bara la Afrika haulengi tu katika kutengeneza faida ya kibiashara, bali pia kwa kuzingatia kwa kilimo ndio injini ya uchumi wa nchi nyingi za Kiafrika ikiwemo Tanzania. We are in Africa since 2010.
Tupo Afrika tangu mwaka 2010. Majitoleo yetu ni kuhakikisha maendeleo endelevu katika bara hili. Hatukuja kuvuna tu, tumekuja kufanya ubunifu, kuajiri na kusonga mbele. Tuna wafanyakazi zaidi ya 1000 wanafanya kazi kila siku barani Afrika. Every day in Africa. Agriculture in Tanzania. Naamini tunatambua kuwa kilimo nchini Tanzania kwa sasa ndiyo maisha na fursa ya kiuchumi. 20% ya pato la taifa hili linatokana na kilimo. Hivyo tunaamini uwekezaji katika matumizi ya teknolojia ya kisasa unaweza kupaisha uchumi wa nchi hii kupitia kilimo. Hata hivyo, mtazamo wa baadhi ya wakulima katika ushiriki wa mageuzi ya sekta ya kilimo nchini ni kwa serikali kutoa ruzuku itakayowapa nafuu ya kupata matrekta hayo, kwani masharti ya ukopeshaji katika taasisi za fedha bado ni kikwazo. Kwanza ninawashukuru wawekezaji kwamba kwa hatua waliochukua kuja sasa kutuletea matrekta kwa ajili ya kilimo. Lakini lingine ninaiomba serikali sasa kwamba iangalie namna ya kutuwekea ruzuku katika matrekta haya, kwa sababu ili tuweze kumudu zile gharama za kununua, ili tuweze kuinua uchumi na kipato cha mtu mmoja mmoja na chakula kiwepo cha kutosha katika nchi yetu. Lakini mara nyingi ukichukua mkopo mwezi huo unaanza kulipa riba ya hiyo mkopo. Mara nyingi kwa kilimo sinachukua miezi 6, miezi 9 mpaka unavuna. Mimi nafikiri ni muhimu sana watengeneze structure ambayo inamsaidia, inampa kama grace period fulani mpaka kipindi hicho inafika, and then anaweza kurudisha hela kwa wakati. Hili ni tawi la 8 la Mobiki Agri Machinery kuzinduliwa hapa nchini. Angelo Mwaleka, Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Marekani inatarajiwa kuiruhusu Iran kuanza kuuza tena mafuta yake ikiwa ni sehemu ya mkataba wa amani wa kusitisha vita kwa siku 60 unaotarajiwa kusainiwa Ijumaa hii. Charles Machugu na undani wa habari za kimataifa. Kwa hatua hiyo, Iran itaruhusiwa kuuza mafuta yake tena iwapo itazingatia masharti ya mkataba wa amani, ikiwemo kufungua njia bahari ya Hormuz na kuachana na mipango ya kuunda silaha za nyuklia. Hatua hiyo huenda ikaibua mgawanyiko miongoni mwa washirika wa Iran pindi mkataba huo utakapowekwa wazi. Hatua hiyo inajiri wakati bei ya mafuta katika soko la kimataifa ikiendelea kushuka na kufikia $80 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Machi. Mkataba huo wa amani kati ya Marekani na Iran unatarajiwa kusainiwa Ijumaa kule Uswizi, hatua itakayotoa nafasi ya kuanza kwa mazungumzo zaidi ya kutafuta suluhu ya kudumu. Tukiangazia kusini mwa Lebanon, Israel imefanya mashambulizi mapya katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, huku makao makuu ya Khatam al-Anbiya yakionya kuwa iwapo mashambulizi hayo hayatasitishwa, Israel inapaswa kujiandaa kwa jibu kali. Iran imesisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano nchini Lebanon ni sehemu muhimu ya maelewano yaliyofikiwa kati yake na Marekani. Kando ya mkutano wa viongozi wa G7, Rais wa Marekani Donald J. Trump amemkosoa vikali Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon. Wakati huo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema kuwa iwapo Tehran itazingatia kikamilifu masharti yote ya maelewano hayo,
Kwingineko, serikali ya Equatorial Guinea imejiuzulu baada ya makamu wa rais Manuel Osa Nsue Nsua, ambaye pia ni mwana wa rais, kusema kuwa imeshindwa kutimiza wajibu wake. Nguema amesema kuwa waziri mkuu Manuel Osa Nsue Nsua aliyeteuliwa mnamo mwaka 2024 tayari amewasilisha barua ya kujiuzulu ya baraza lake la mawaziri baada ya kutimiza 10% pekee ya malengo yaliyowekwa katika kipindi cha karibu miaka miwili. Hata hivyo, chama tawala nchini humo PDGE kimesema kuwa kimefanikiwa kufikia malengo kadhaa, lakini serikali ya sasa imelazimika kuondoka madarakani ili kutoa nafasi kuanza upya kutekeleza malengo mapya yanayohitajika kwa ufanisi zaidi. Rais wa Equatorial Guinea, Theodoro Obiang Nguema Mangor, amekuwa madarakani tangu mnamo mwaka 1979 na ni mmoja wa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani, akifuatia Paul Biya wa Cameroon. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Polisi nchini Vietnam wamekamata zaidi ya paka 400 katika msako mkubwa wa genge la uhalifu wa nyama ya paka katika jiji la Ho Chi Minh. Soko la nyama ya paka limeendelea kushika hatamu katika jiji hilo, hatua inayosababisha wanyama hawa kuwa hatarini. Wimbi la wizi wa wanyama hawa kipenzi kutoka jiji hilo umesababisha kuzuka kwa kundi la uhalifu wa wanyama wa paka, na watu 9 wamekamatwa hadi sasa. Washukiwa hao wamekiri kuwakamata na kuwakusanya paka kote kusini mwa Vietnam katika kipindi cha miaka 3 iliyopita katika jiji la Ho Chi Minh na miji ya Tai Ninh na An Giang. Ulaji wa nyama ya mbwa na paka ni halali nchini Vietnam, lakini wachuuzi lazima wawe na vibali vya kuthibitisha asili ya wanyama. Haya, kuna kabila moja sitaki kulitaja. Wala wenyewe sasa hivi unaweza kuona mati yanashuka shuka hivi, lakini upande mwingine hapana. Tafadhali sana usiweke hii picha mezani kwako, kwa sababu kuna wengine sasa hivi msosi unaandaliwa hapo. Mtazamaji, Charles Machugu na undani wa habari za kimataifa. Punde habari za michezo na burudani. Kombe la Dunia 2026. Mechi 104, nchi 48 ndani ya siku 39. Ni kuanzia tarehe 11 Juni mpaka tarehe 19 Julai. Tena kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Ndani ya kifurushi cha bomba kwa 27,500 tu. Cha kufanya, piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli ili kulipia kifurushi chako mapema, usihadithiwe. Safari hii kila kitu kitasubiri. Uhondo huu ni ndani ya DSTV. Habari mwachekesha wengi sana ile. Paka na mbwa. Ndoto za timu ya Mbeya City kuendelea kusalia salama ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara zimezidi kufifia baada ya kupoteza mchezo muhimu wa nyumbani dhidi ya Simba, matokeo ambayo yameongeza presha ya kukwepa kushuka daraja au kucheza michezo ya mtoano. Taarifa zaidi na Laudence Mkonda. Jahazi la Mbeya City FC limeendelea kuzama baada ya kukubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Simba katika mchezo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara uliopigwa uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Mbeya City ambayo kwa sasa inashika nafasi ya 14 kwenye msimamo wa ligi ikiwa na alama 25 ilihitaji ushindi huu ili kujiongezea matumaini ya kubaki salama kwenye ligi, lakini imeshindwa kutumia vyema faida ya kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wake. Ushindi huo umeifanya Simba kukwea kileleni mwa msimamo wa ligi kwa kufikisha alama 64 ikiipiku Yanga yenye alama 63. Mara baada ya mchezo huo, makocha wa timu zote mbili wamezungumzia matokeo na mwenendo wa mchezo. Kosa dogo ambalo tulitegemea
ni mtu amezidi, limeweza kutugharimu. Nakubali tumefungwa, tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kucheza mechi nyingine ugenini. A very important 3 points. So you know that was the objective at the end of the day, to win the game, put ourselves on top of the log for now. Obviously the pressure goes on to other teams around us, so we had to do what we did today, but very uncomfortable, difficult match for us to overcome. Nao baadhi ya mashabiki waliohudhuria mchezo huo wameelezea hisia zao kufuatia matokeo hayo. Kwa hiyo ukikutana na timu hizo ambazo zinataka kushuka daraja kama KMC, Mbeya City, Prison, usitegemee hizo game. Usitegemee kama utakuja tu utachukua pointi 3 kirahisi rahisi. Kufanya mabaya kwa timu zetu za Mbeya kweli tumefeli kwa vitu vichache sana, lakini tunajua iko siku tutafanya vizuri kwa timu zetu, lakini bado mechi zipo, tunaweza tukasalia kwenye ligi kuu. Ili uende kukimbizana na mbio za ubingwa, inatakiwa mtani wangu anapoweka mguu akitoa nimeweka mimi. Kama sasa hivi nipo naongoza ligi. Iwapo mwenendo huu utaendelea, huenda viwanja vya jiji la Mbeya vikakosa burudani ya ligi kuu Tanzania bara msimu ujao, kwani Mbeya City na Tanzania Prisons ambao ni wawakilishi pekee wa mkoa huo katika ligi hiyo bado wanakabiliwa na vita ngumu ya kusalia ndani ya ligi. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Taarifa imekuwa mbaya sana kwa ndugu yangu Lawena Nsonda au baba mzazi wa Makongorosi Chunya ya Mbeya kule. Anasema kwamba hicho kipigo kwa kweli kitafanya basi wa kule Mbeya inawezekana wakakosa utamu wa ligi kuu, lakini Lawena vumilia tu, ndo soka hiyo. Kocha mkuu wa Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema ameyafanyia kazi makosa yaliyojitokeza kwenye michezo dhidi ya Simba na timu zingine ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa Alhamisi dhidi ya wenyeji wao Mtibwa Sugar utakaopigwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Baraza amesema kuwa pamoja na kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Simba kwa bao 2-1, amewaandaa wachezaji wake na anatambua Mtibwa Sugar ni timu nzuri, lakini ana imani ataibuka na ushindi na kupata alama 3 muhimu katika kuelekea kutimiza malengo. Mimi kitu ambacho kinanipa confidence ni tunacheza vizuri, tunafunga na pia tuna concede, so utajaribu sana. Anakitia nango tumefanyia kazi maybe sehemu ambapo wamekuwa maybe men and women yetu huwa tuna concede, so vijana wangu wanajua umuhimu wa mechi hii na tutajaribu kuweza kusukuma kuweza kuona tunapata matokeo katika mchezo. Kwa upande wake kocha mkuu wa timu ya Mtibwa Sugar Yusuf Chiko ambaye amewahi kuifundisha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars amesema mchezo utakuwa mgumu, ila wamejipanga kuendeleza ubabe dhidi ya Pamba Jiji FC. Dadizi sisi tumekamilisha baada kutoka kule Mbeya, tulikuja mapema sana huku. Pamba Jiji wakicheza na Simba sisi tulikuwa Mbeya tuwatizama tu. So maandalizi tumemaliza 95%. Iliyobaki ni wachezaji kwenda uwanjani kwenda kutekeleza kile ambacho tumekifanyia kazi kwa muda ule tumekuwa hapo. Wawakilishi wa wachezaji wa timu hizo kila mmoja ameelezea umuhimu wa mchezo huo, huku msemaji wa Pamba Jiji FC Moses William akisema mashabiki wanatakiwa kujitokeza kuwaunga mkono ili wapate ushindi. Kwa tunachokifanya na tunachokiendeleza hapa ni kutimiza malengo, na Mungu akitujalia na tunaweza kuyafikia malengo kwa sababu mpaka sasa tuko kwenye malengo. Kwa washabiki wa Mwanza, washabiki wa Pamba waje uwanjani kesho. Kwa na imani kubwa tusupport kesho. Tufanya vizuri, maana tunapokuwa kambini kule tunahamasishana kuangalia hata msimamo jinsi unavyoenda. Mama tupo kwenye nafasi nzuri sana, pointi 27 saizi sura. Timu hizo zinakutana huku Pamba ikiwa na kumbukumbu ya kufungwa bao 1-0 na Mtibwa Sugar katika mchezo wa kwanza. Uongozi wa uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza umefanya marekebisho ya uwanja ambayo yamefikia 95% kwa ajili ya mchezo wa nusu finali ya kombe la FA kati ya Yanga na Azam FC utakaochezwa Jumapili hii Juni 21. Tupate taarifa zaidi. Marekebisho hayo yanaendelea kufanyika ikiwa ni sehemu ya maagizo yaliyotolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF kupitia kurugenzi ya miundombinu ya viwanja vya michezo. Meneja wa uwanja wa CCM Kirumba Hassan Ali amesema kuwa yapo maeneo ambayo yalisisitizwa kufanywa marekebisho kabla mchezo huo wa nusu finali baina ya timu ya Yanga na Azam FC. Vyumba vya wachezaji viwe vya kisasa zaidi, na tunashukuru Mungu
kwa kupitia Chama cha Mapinduzi kwa katibu mkuu Asha Rose Migiro pamoja na katibu wangu wa chama mkoa wa Mwanza pamoja na kamati ya siasa tumetekeleza, na nadhani mpaka sasa hivi leo hii yoyote atakayetokea kuja kufanya ukaguzi basi ataamini tumetekeleza kwa 95%. Katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoani Mwanza Leonard Malongo akiwa katika uwanja huo ameshuhudia marekebisho yakifanyika kama maagizo yalivyotolewa, ikiwa ni pamoja na upakaji wa rangi kwenye vyumba vya wachezaji. Tulielekezwa kuendelea kufanya umwagiliaji wa uwanja, kazi ambayo inaendelea, lakini pia tulielekezwa hizi nyasi hazikuwa kama zinavyoweza kuonekana. Tulikata kabisa katika level ya chini, katika level ya mizizi ya nyasi, na tukaweka mbolea, tukaweka dawa, na hatimaye sasa umwagiliaji unaendelea ili nyasi ziweze kukaa sawa sawa. Meneja huyo amesema wataendelea kufanyia marekebisho makubwa uwanja huo ili kutoa fursa kwa timu zitakazohitaji kuutumia katika michezo mbalimbali, huku katibu wa chama cha mpira miguu mkoani Mwanza Leonard Malongo akisema marekebisho yanayofanyika yanaridhisha. Tunakuja kufanya matengenezo makubwa ya kimataifa zaidi. Hizo 5% naamini kufika siku ya Alhamisi marekebisho yote yatakuwa sawa sawa. Michuano ya kombe la CRDB kwa mwaka 2026 imefikia katika hatua nusu fainali, ambapo Yanga itacheza na Azam FC wakati Simba itacheza na Coastal Union. Na mtazamaji, na sasa ni nafasi ya Godlisten Kitomari